ninapenda nikushukuru sana wewe mwenyekiti wa bodi, pamoja na wajumbe wa bodi, pamoja na wafanyakazi wote wa DAWASA kwa kunipa heshima hii na mimi kushiriki kwenye shughuli hii ya utiaji saini wa mikataba hii 6 ambayo tunaamini miradi hii itabadilisha maisha ya Watanzania, hasa wanaoishi kwenye jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Ndugu wageni waalikwa, kama tulivyoarifiwa muda mfupi uliopita kwamba tutasaini leo miradi 6. Miradi hii kama alivyosema wenzangu ni mradi wa usambazaji maji utakaoanzia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hadi Bagamoyo. Mradi wa pili ni mradi wa kusafirisha maji kutoka JET hadi Buza. Mradi wa tatu ni kazi ya usimamizi katika visima vya Kimbiji na Mpera. Mradi wa 4 ni mradi wa usambazaji maji wa Kisarawe hadi Pugu. Mradi wa 5 ni mradi wa maji katika mji wa Mkuranga, na mradi wa 6 ni mradi wa kusafirisha maji kutoka Mlandizi hadi Chalinze. Kama alivyosema mtendaji mkuu kwamba miradi yote hii imeharimu takriban shilingi bilioni 114.5. Hongereni sana kwa kazi nzuri mlioifanya mpaka leo tumefika hapa tulipo. Ndugu zangu, kati ya miradi haya 6 inayosainiwa leo, miradi 5 inatekelezwa kutumia pesa za ndani. Hili ni jambo kubwa. Toka tulipofika wizara hii tumelingangania hilo na tutaendelea kulingangania hilo, kwamba lazima mamlaka zikusanye na lazima mamlaka ziweze kujenga miradi mingi kwa kutumia pesa za ndani. Hongereni sana kwa kulielewa hilo na kulisimamia vizuri, wafanyakazi wote wa mamlaka hii DAWASA. Mradi mmoja ambao unafadhiliwa kwa mkopo wa masharti nafuu kutoka Benki ya Dunia. Ninapenda kuchukua fursa hii kuishukuru sana Benki ya Dunia, hasa Comrade Ian pamoja na Madam Bell kwa kazi kubwa aliyoifanya mpaka tumefika hapa tulipo. Ndugu zangu, leo tunashuhudia utiwaji wa miradi 6. Lakini mradi ambao nitauzungumzia sana ni huu mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Mradi huu umechelewa sana, lazima tukubali. Mradi huu financial agreement yake ulisainiwa siku moja na mradi wa Ubungo Interchange, kama mnaofahamu pale Ubungo. Mradi huu tunaosaini sisi leo, financial agreement yake ulisainiwa siku moja na mradi wa Ubungo Interchange pale Ubungo. Lakini Ubungo leo hii wako takriban 40% ama 35 ya utekelezaji. Sisi leo ndio tunaanza. Tunajua, mimi mwenyewe nimepiga simu World Bank zaidi ya mara 9 kufuatilia mradi huu. Ian amekuwa rafiki yangu, nimempigia simu mara nyingi. Mr. Gabriel, nimepiga simu mara nyingi World Bank kufuatilia mradi huu. Addendum zilizofanyika kwenye ile mkataba, sio mkataba, ile zabuni zaidi ya mara 9. Zaidi ya mara 9. No objection zilizokuja zaidi ya mara 10. No objection kila pahala. Sasa hili ni tatizo. Hatuwezi kwenda na miradi ambayo pesa zipo lakini utekelezaji wake unachukua siku nyingi. Ninaamini baada ya mchakato huu mrefu, mimi nimeingia Wizara ya Maji mwezi Julai. Nimefuatilia mradi huu kuanzia Septemba mpaka juzi ndio tumemaliza, tumepata no objection ya mwisho. Hili ni tatizo. Hili ni tatizo. Lakini ninajua pengine DAWASA walikuwa na shida ya DAWASCO, hiyo ilisababisha vile vile, na pia walikuwa hawana uwezo pengine ama hawana uzoefu wa miradi kama hii ya World Bank.
lakini sasa ninaamini kwamba tumejifunza. Miradi yote inayokuja hatutochukua mwaka ama miezi mitano kwa ajili ya no objection, haiwezekani. Mmesifiwa na mimi nawasifu sana, mmefanya kazi nzuri, lakini na penye shida lazima tuelezane ukweli. Mimi huwa nasema ukweli siku zote. Ninaamini sasa kwa uzoefu tuliopata, miradi mengine kwa mfano Exim Bank Korea, mradi huu wa World Bank mwingine wa maji taka, mradi wa unaofadhiliwa na shirika la maendeleo la Ufaransa, hii itakwenda haraka sana. Watanzania wa Dar es Salaam wamesubiri maji safi pamoja na miundombinu ya maji taka kwa muda mrefu. Kuna baadhi ya makundi kwenye mitandao, kuna kundi moja, kundi la fikiri la wazo sijui la wapi, kuwepo pamoja, walikuwa wanalalamika sana, na ni haki yao ya msingi kulalamika, kwa sababu kila mtu anataka maji. Siku moja kulikuwa na malalamiko mpaka baadhi ya viongozi wa DAWASA wakajitoa kwenye group, kwa sababu watu wanataka maji muda mrefu. Lakini naamini kwamba sasa tumejifunza, miradi yote ambayo tunaitekeleza sasa tutaifanya kwa spidi kubwa na kwa muda mrefu. Tuna uwezo mkubwa, tumejifunza mengi, tukijipanga naamini tutafanikiwa. Sasa mradi umetekelezwa, watu tunaanza kutekeleza. Ninaloomba DAWASA na mkandarasi, tusipoteze muda tena. Twende tukafanya kazi mara moja. Mkandarasi anze kazi mara moja. Watanzania wale wamesubiri maji muda mrefu. Na tukianza kutekeleza mradi, kila eneo ambalo miundombinu inajengwa tuwapelekee maji mara moja. Tusianze kusubiri mpaka mtandao wote ukamilike. Hatuwezi kusubiri mtandao wote ukamilike kwa mwaka mmoja na miezi, mwaka mmoja na nusu. Haiwezekani. Tukimaliza Buza ama tukimaliza sehemu fulani, tusafishe bomba, tuflash mabomba, tuweze kuwapelekea wananchi maji kwa kila eneo. Kwa ukifanya hivyo, naamini Watanzania wataanza kuona matunda ya mradi huu. Lakini tukisema tunakuja na utaratibu ambao tunasubiri mpaka mradi wote umalizike, hatutawafanyia haki wa Tanzania. Na hili sio jambo geni. Tabora tunafanya hivyo hivyo. Tabora mradi unaendelea kujengwa, lakini baadhi ya wananchi tayari wameanza kupata maji. Kwa vile ninaomba sana na nyinyi muende na utaratibu huo. Tusisubiri tu mpaka mradi wote umalizike ndio tuanze kufungua maji. Hatutawafanyia haki wa Tanzania. Wizara ya Maji tumekuwa na changamoto kubwa, kuanzia kwenye maeneo ya maji vijijini kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri, mpaka kwenye mamlaka zetu. Kuna matatizo mawili ya msingi ambayo hata leo hii bado hayajabadilika. Tatizo la kwanza kumekuwa na overpricing ya miradi. Miradi ya maji bei zake zimekuwa juu sana. Nitawapa mifano. Kuna mradi kule Kirando, wilaya Mkasi. Mradi ule ulipotangazwa tenda mwaka 2014, mkandarasi alishinda kwa bilioni 7.6. Mwaka 2018 tumetangaza tenda ile ile, mkandarasi ameshinda kwa bilioni 4.56. Kutoka bilioni 7 mpaka bilioni 4. Sisi tumemfuta mkandarasi, hatukusanyi. Matokeo mradi huo sasa hivi tunaojenga kwa bilioni 3.9. Utaona kuna mtandao mkubwa unaanzia kwenye injinia wa wilaya, unakuja kwenye dedi, unaingia kwenye mkoa, unaingia mpaka wizarani, pengine mpaka kwa waziri mwenyewe. Na mimi sijitoe. Entire chain inakuja. Kila mtu anaanza kuchukua commission. Matokeo yake miradi imekuwa overpriced. Nitapa mfano mwingine. Sumbawanga vijijini. Kuna mradi tunaita mradi wa Muze Group. Vijiji 10 tunapeleka maji. Mradi ule tulipotangaza tenda,
makandarasi walioomba walikuwa baina ya bilioni 5.9 mpaka bilioni 6.2, na engineering estimation inasema hivyo hivyo. Baada ya kupitia, kulikuwa kujengwe matangi 8. Baada ya kupitia, tukaona mradi ule unahitaji matangi 5 tu. Matangi 3 ni redundant, haina faida. Baada ya kupitia mradi wote, tumeona mradi ule unaweza kujengwa kwa bilioni 2.5. Hivi ninavyoongea tayari tumeshapeleka pesa Sumbawanga vijijini, tushapeleka pesa kule Kirando, na yote tunafanya kupitia mamlaka ya maji ya Sumbawanga. Hatukuisha hapo tu, tumekwenda Makete. Makete kulikuwa mradi kandarasi ameshinda nafikiri bilioni 5.69. Mradi ule sasa tunaujenga kwa bilioni 2.3. Sikuisha hapo tu, tumekwenda tena Mtwara. Niko Mtwara, mradi wa kwanza wa nafikiri wa Tandahimba ulikuwa ujengwe kwa bilioni 3. Baada ya kureview na kupitia, mradi ule sasa utajengwa nafikiri kwa bilioni 1.6. Yaani unakuta miradi yote ya maji ukiangalia ni mara 2 mara 3. Ni wakandarasi ambao ni wazuri. Yule mkandarasi aliyoshinda hakuwa mzuri. Bahati mbaya ana miradi mingi ya ujenzi, yote haifanyi kazi. Kuna airport ya Mbeya kule mpaka leo kwenye jengo. Nilikuwa na washangaa nikiuliza fulani ndio ameshinda. Nikawa naangalia tu, mumpe yule. Haiwezekani. Ana mradi kule Mbeya ana mradi jengo la mheshimiwa huyo. Nani kwa general mstaafu. Ameshindwa. Songo mpaka leo. Yule ndo alikuwa namba 2, namba 1 na nilikuwa nataka kumpa mradi. Na nilikuwa naangalia tuone mtaenda wapi. Ninaomba sana kwanza kwenye mradi wa Kigamboni, pitieni upya engineering estimation yenu, mujiridhishe. Na bahati nzuri bodi imeshatoa maelekezo, na nashukuru sana kwa kazi hiyo. Na mimi nimetafuta watu independent tunaifanya. Hilo la kwanza. La pili, lazima tutafute mkandarasi mzuri. Mkandarasi ambaye ataifanya kazi hiyo kwa muda mfupi, wananchi wale wapate maji safi na salama. Hili jambo nafikiri tukilifanya hivyo litakuwa limekaa vizuri na wananchi watapata maji safi na salama. Ndugu zangu wa Dar es Salaam, lakini siongee kwa Dar es Salaam tu, naongelee maeneo mengine. Serikali inatekeleza miradi mingi sana. Hivi tunavyozungumza tuna mradi mkubwa wa kupeleka maji kwenye miji 28 Tanzania nzima. Mradi ambao utaharimu takriban shilingi trilioni 1.2. Hivi tunavyoongea consultant anamaliza kutayarisha ripoti yake, ambaye yeye anatayarisha tender document pamoja na mambo mengine, ili tuweze kutangaza tenda kwa ajili ya mradi huo. Naomba niwahakikishie Watanzania, kama nilivyosema maeneo mengi, mradi huu tutaumaliza au tutaanza kujenga ifikapo mwezi Septemba. Makandarasi watakuwa kwenye site. Watanzania kwenye miji 28, kuna mji wa Pangani, kuna mji wa Makambako, Njombe na mengine mengi. Watanzania wamesubiri maji muda mrefu na tumepita kila mara kuahidi. Naomba niwaahidi tena, tumejipanga. Wizara itakapofika mwezi wa Septemba, mkandarasi atakuwepo kwenye site ili waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri, katika ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza ifikapo Juni mwakani Dar es Salaam na Pwani inatakiwa iwe na 55% ya upatikanaji wa maji. Kwa hiyo tunaamini mradi hii ambayo leo itasainiwa na ikisainiwa vizuri, changamoto ya maji kwa ajili ya Dar es Salaam inakwenda kuisha. Mheshimiwa Waziri, mwaka 2015 wakati serikali inaingia madarakani, Dar es Salaam ilikuwa inapata maji kwa 68%. Na jumla ya maunganisho yalikuwa 123,000. Na kwa wakati huo upotevu wa maji ulikuwa 53%, na taasisi yetu ya DAWASA ilikuwa inakusanya bilioni 3.2 kwa mwezi. Mheshimiwa Waziri, naomba kutoa taarifa leo, miaka 4 baadaye, hali ya upatikanaji wa maji jijini ni 85%,
na maunganisho ya maji yameongezeka kutoka 123,000 hadi kufika 326,000. Aidha, kiwango cha mapato kimekuwa kutoka wastani makusanyo ya bilioni 3.2 kwa mwezi hadi sasa tunakusanya wastani wa makusanyo ya bilioni 11.2 kwa mwezi. Katika mwaka wa fedha uliokwisha, DAWASA ilikuwa na lengo la kukusanya bilioni 144 ambao ni wastani wa bilioni 12 kwa mwezi. Mheshimiwa Waziri, naomba kutoa taarifa kwamba kwa mwaka wa fedha uliokwisha, siku mbili zilizopita, DAWASA imekusanya bilioni 135 sawa na 95% ya lengo. Aidha, kiwango cha maji yanayopotea kimepungua. Sasa hivi tunapoteza 41%. Bado kiko juu, lakini tuna mipango mingi ambayo baadaye tutaelezea namna gani tunakwenda kushusha upotevu wa maji. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa huduma kwa wateja, tumefanikiwa kufungua kituo cha mito call center ambacho kinafanya kazi kwa masaa 24 kwa lengo la kuwahudumia wananchi wetu. Aidha, kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 5, sasa hivi tumeboresha sana namna ya ulipaji wa ankara, na wateja wetu sasa hivi wafika ofisini kwetu kuja kulipia, wanalipia kutumia mtandao, na imewarahisishia sana katika utoaji wa huduma. Mheshimiwa Waziri, nichukue fursa hii pia kusema katika kipindi ambacho awamu ya serikali ya madarakani, DAWASA hajapandisha bili za maji. Aidha, niseme kupitia mkutano huu, DAWASA haina mpango wa kupandisha bili za maji kwa kipindi chote serikali ya awamu ya 5. Mheshimiwa Waziri, leo tutashuhudia miradi 6 ikisenywa. Mradi wa kwanza unahusu mradi wa usambazaji maji jijini Dar es Salaam. Serikali kupitia DAWASA imepata ufadhili kutoka Benki ya Dunia kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa uboreshaji huduma za maji jijini Dar es Salaam na sehemu za mkoa wa Pwani. Tunawashukuru wafadhili wetu Benki ya Dunia. Tumepata pesa bilioni 77 ambazo leo utashuhudia. Pesa hizi, Mheshimiwa Waziri, zinakwenda kujibu maji maeneo ya Salasala, Bunju, Wazo, Tanganyikeni, Bagamoyo, Kibamba, Kiluvya, Mbezi Mwisho, Usakuzi, Vikawe pamoja na maeneo yote Dar es Salaam ya Kusini ikiwemo Mwanagati, Yombo, Buza na Tandika. Mheshimiwa Waziri, mradi huu utahusisha utengenezaji wa bomba kilomita 1426, ujenzi wa matanki 5 yenye cubic mita lita milioni 6 maeneo ya Malamba Mawili, Msakuzi, Goba, Mbweni na Madari. Naomba nirudie tena. Kumekuwepo na pressure nyingi kwa maeneo haya kama tumeyasahau sana. Sasa maeneo ya Malamba Mawili, Msakuzi, Goba, Mbweni na Madari yatajengwa matanki 5 ambayo yatapokea maji kwa siku mita za ujazo milioni 6. Mradi huu ambao utasainiwa wa kwanza utakwenda kuhudumia wananchi milioni 1 na ni mradi wa miezi 18. Kwa fursa hii kuishukuru Benki ya Dunia kwa kukubali kutoa ufadhili wa fedha kwa mradi wa usambazaji maji kutoka eneo la Tanganyikeni hadi mji wa Bagamoyo. Ni dhahiri kuwa ufadhili huu wa Benki ya Dunia umetoa msukumo mkubwa kwa dhamira na jitihada za DAWASA za kutekeleza mipango iliyopo na kuboresha utoaji wa huduma ya maji kwa jiji la Dar es Salaam na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Pwani.